Mheshimiwa mgeni rasmi, pamoja na kwamba chuo chetu kinafundisha na kutoa vyeti kwa ngazi ya cheti, tunapendekeza pia kuwe na masomo ya diploma. Wahitimu wetu, pengine tumewafundisha machache hapa walimu wamefanya, lakini tunawategemea kufanya makubwa kama risala yenu ilivyosema. Pengine wengine mlikuwa hamfai kule kijijini, wanafikiri ungeondoka tu wasikuone, lakini na sisi tunakutuma kwa sababu umetengenezwa, tunatumaini unakwenda kuvaa bora zaidi. Elimu haitaacha ujinga ndani ya mwanadamu. Na ndio maana inasema katika Mithali, ikamate sana elimu. Wengine wanaabudu miti, wengine wanaabudu mawe, lakini njia sahihi ni Yesu Kristo pekee, aliyekuja duniani kama mwanadamu, akafanyika ukombozi kwetu ili sisi tuwe na uzima wa milele. Oldonyo Media, habari karibu nawe. Salamu kwa wageni rasmi, salamu kwa viongozi wa Haufa Ministry, viongozi wote wa kanisa la Baptisti taifa, kanda na jimbo, mkurugenzi wa chuo chetu cha Bible Los Mingori, mkuu wa chuo, walimu wote wa chuo cha Los Mingori, wachungaji wote wa kanisa la Baptisti, wachungaji wote wa madhehebu mengine mbalimbali. Salamu kwa viongozi wote wa serikali, wahitimu wetu wa siku ya leo, pamoja na wageni wote waalikwa na watu wote walioko mahali hapa. Tunawasalimu wote kupitia jina kuu la Bwana wetu Yesu Kristo. Jambo la pili, shukrani. Tunamshukuru Mungu aliyetuwezesha mpaka kufikia siku ya leo. Tunahitimu shukrani zetu kwa wafadhili wetu waliojitoa kwa nguvu na mali na kutufadhili sisi tangu tuanze masomo hadi leo tunahitimu. Shukrani kwa mgeni rasmi kwa kukubali wito wetu na kuja kutuhitimisha kwa siku hii ya leo. Shukrani kwa kanisa la Baptisti Tanzania pamoja na viongozi wake wote kutambua, kuijali na kuidhamini chuo chetu. Shukrani kwa mkurugenzi pamoja na mkuu wetu wa chuo cha Los Mingori kwa kufanyika daraja la sisi kusoma hadi leo tunahitimisha masomo yetu. Shukrani kwa walimu wetu wa chuo cha Los Mingori Bible School kwa mafunzo mengi mazuri waliotupatia. Shukrani kwa makanisa yetu pamoja na walezi wetu wa kiroho kwa kutulea, kutupa ushirikiano pia na kuturuhusu kujiunga na Bible School hadi leo tunahitimu. Shukrani kwa viongozi wetu wote wa serikali kwa kutambua uwepo wa chuo chetu mahali hapa. Jambo la tatu, mafanikio. Mheshimiwa mgeni rasmi, chuo chetu cha Los Mingori Baptisti ilianza mwaka 2020 kwa awamu ya kwanza. Chuo chetu kilifanikiwa kuhitimisha wanafunzi 12 mnamo tarehe 2 mwezi wa 9 2022, na wengi wao sasa ni wachungaji. Mheshimiwa mgeni rasmi, pia kwa neema ya Mungu chuo chetu kilifanikiwa kuwa na darasa la awamu ya pili lililoanza tarehe 26 mwezi wa 9 2022 na kuhitimu tarehe 5 mwezi wa 4 2024. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa neema ya Mungu chuo chetu kimefanikiwa kuwa na darasa la awamu ya tatu lililoanza tarehe 6 mwezi wa 5 2024 na hadi leo tunahitimu tarehe 7 mwezi wa 3 2026. Mheshimiwa mgeni rasmi, pamoja na kwamba tunafundishwa masomo ya theolojia, pia chuo chetu kinafundisha namna ya kujua na kuongea Kiingereza zaidi. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa darasa la awamu ya pili na awamu ya tatu chuo chetu
kimefanikiwa kugawa baiskeli na zana zingine za huduma kama Biblia kwa kila mchungaji kwa ajili ya kazi ya utumishi na huduma ya Mungu. Jambo la 4, changamoto. Mheshimiwa mgeni rasmi, penye mafanikio hapakosi kuwa na changamoto. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika chuo chetu tuna changamoto zifuatazo. Changamoto ya kwanza, umeme. Mheshimiwa mgeni rasmi, tumekuwa tukipitia changamoto na shida ya kujisomea majira ya usiku. Tunapitia changamoto ya kuchaji simu, kukosa huduma zingine kama kuchapisha masomo yetu na mtihani kutokana na ukosefu wa umeme mahali hapa, kwani sola yetu ni ndogo kutoa huduma kubwa kama hizo, hivyo inatugharimu kufuata umeme sehemu zingine. Changamoto ya pili, Mheshimiwa mgeni rasmi, chuo chetu bado haijafanikiwa kuwa na nyumba za walimu, hivyo walimu wanapitia changamoto wa sehemu ya kulala na muda mwingine kulala kwenye bweni la wanafunzi. Changamoto ya tatu, Mheshimiwa mgeni rasmi, ikiwezekana chuo chetu kiongezewe vitabu vya kusoma, kwa vilivyo ni vichache sana. Changamoto ya 4, Mheshimiwa mgeni rasmi, tulitamani chuo chetu kiwe na library ya kuhifadhi vitabu. Jambo la 5, mapendekezo. Mheshimiwa mgeni rasmi, pamoja na kwamba chuo chetu kinafundisha na kutoa vyeti kwa ngazi ya cheti, tunapendekeza pia kuwe na masomo ya diploma na kutoa vyeti vya diploma, kwani tunatamani kuendelea kuongeza elimu zaidi. Jambo la 6 ni hitimisho. Tunatumaini kwamba risala yetu na maombi yetu yamepokelewa. Asanteni sana na Mungu awabariki. Wahitimu wetu, pengine tumewafundisha machache hapa walimu wamefanya, lakini tunawategemea kufanya makubwa kama risala yenu ilivyosema. Pengine wengine mlikuwa hamfai kule kijijini, wanafikiri ungeondoka tu wasikuone, lakini na sisi tunakutuma kwa sababu umetengenezwa, tunatumaini unakwenda kufaa bora zaidi. Paulo alimwambia Filemoni akasema, sasa anakufaa sana. Hata mimi nilikuwa natamani ningebaki naye hapa, lakini kwa sababu naona anakufaa sana, ninamrudisha kwako. Jina la Bwana libarikiwe. Kumcha Bwana ndiyo chanzo cha maarifa. Simama imara, kaza mwendo, kwa sababu unafaa sana. Na kwa sababu ninakuamini unafaa sana, nenda ukawatii viongozi wako, nenda ukafanye yaliyo mazuri sana. Bwana asifiwe. Education is a very important thing. Ejo biliere mbukwe midhali ikamate sana elimu. Kwa hiyo naomba niseme tu kidogo kwa wahitimu wetu na akijokintai loiteng'ene lang ashu loidipa school tenolong ambaye mmesoma leo. Oidipa ena kata. Elimu ni elimu. Ore ng'eno na eng'enaki. Hata kama ni elimu ya theolojia. Tenaa ena enchoto ilo loitoriani. Ni elimu kabisa kama elimu zingine. Eng'eno na kulie ng'enoritin ake naatai tenkop. Elimu ambayo inafanya kazi kubwa. Eng'eno naas esiai kitok oleng. Elimu haitaacha ujinga ndani ya mwanadamu. Ming'wea eng'eno emadai tiatua oltung'ani. Na ndio maana inasema katika Mithali, ikamate sana elimu. Kwa hiyo kwa sababu umesoma, watu wanaosubiri sasa. Biblia inasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Na kama wanakosa maarifa, je, hawana pia Mungu? Kwa hiyo uhusiano wangu kwa ajili ya wahitimu wetu,
enyuata napik ntae loidipa school lang taata. Naomba niwaambie sasa tayari imepandikizwa kitu ndani yenu. Ayieu najoki ntae idipaki atuunoki empeu atua ntae. Aliyefadhili masomo yenu, Ore olarerero ntae teng'eno ashu tenkiteng'enata tena rishata. yeye amenawa mikono yake sasa. Isuja nkaik enyenak metaa Sasa kazi kwenu. Netaa nafasi nyinyi. Msipoifanya kazi hii kwa bidii, Tenimias ena siai tenyuata. basi itakuwa Mungu atauliza mwenyewe. Na enkai naikilikuana ntae metaa ntae pee sinche na. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Pastor Emmanuel Isaac, ni mkurugenzi wa shule ya Biblia Baptisti hapa Losimingori. Leo tuna mahafali ya 3 wenye chuo chetu pendwa cha Losimingori Baptist Bible School. Tunambariki Bwana. Awamu hii wanahitimu wanafunzi 8 na tunayo kila sababu ya kumwambia Mungu asante. Hapa wanajifunza masomo ya Biblia, masomo ya utumishi, masomo yote yatakayowasaidia kwenye huduma zao. Tangu tumeanza tumehitimisha mara 2 na hii ni ya 3. Tunambariki Bwana. Karibuni sana shuleni. Nachopenda kuambia ndugu zangu, mkahubiri Injili. Masomo haya ambayo mmejifunza kwa zaidi ya mwaka 1.5, msiende tena kubadilisha na kufanya vitu vingine. Hatutegemei tena kesho kutwa tuwakute mnauza nyanya, tuwakute mnauza mtumba sokoni. Tunategemea tuwakute shambani mkihubiri Injili, mkifungua makanisa, mkiyaendeleza yale makanisa, watu wakiokolewa. Hii ndio kiu yetu, kuona kazi ya Mungu inakuwa pale mahali ulikozaliwa, nje ya mahali ulikozaliwa, ile wito wako ukifanya kazi. Hiyo ndio maombi yangu na hii ndio wito wangu kwenu, mkahubiri Injili. Niombe sana kanisa. Lakini kabla ya kuliomba nilishukuru sana kanisa kwa kuona haja ya kuwa na chuo cha Biblia katika kijiji cha Losimingori, kata ya Lepruka. Katika uongozi unaweza ukawa kiongozi, mfano leo mimi ni diwani, lakini usipokuwa na watu sahihi wa kukusaidia katika mambo mbalimbali yanayojiri ndani ya jamii, uongozi unaweza ukawa ni mgumu sana. Sasa uwepesi wetu ni kwa sababu ya kuwa na vyombo kama hivi vya kikanisa. Amen. Ni pamoja na kuwa na wachungaji wa kiroho. Amen. Nasema haya ili niwahakikishie na niwajuze kwamba yale maandiko yanayosema kumcha Mungu kuna faida, ni kweli kuna faida. Popote tuendako tunajivunia uwepo wa watu wa Mungu. Popote tuendako tunajivuna kwamba uongozi wetu unakuwa mwepesi kwa sababu tuna viongozi wa kiroho. Tunavyokwama tuna mahali pa kwenda na kukwamua yale yanayotukwamisha, napo ni madhabahuni walipo viongozi wa Mungu.